So kwa meza napenda nyama, napenda kamuchere na chips. Sima cyase mu kazi bakunda kunyita karidero. Kubadilisha maisha ya kwanza ni kuongea ukweli. Ukiongea uongo umeisha. Teacher haiwezi fail. Teacher haiwezi fail. Wewe ni mtu tunachukua mfano kabisa. Teacher always a teacher. Lakini maisha inaendanga ikibadilika. Bekari yangu nilipea mtu mwingine ili nipate pesa na nipunguze stress. Mama Divine nimekuta mara ngapi? Mama Divine wasaidia pesa amesema yes. Yo men kama kawaida ni kwa Vini Matachi official. Hewana huko mmemenyere rero yo tutari mu studio tuba twibereye mashinani kabisa. Uyu munsi turi kumwe n'umutumirwa wacu. Yes muramuzi tumwe tumwize mwizina matubizi mazina menshi nushaka umwite Karidero ariko agiye kutubwira amazina ye nyirizina no kugira ngo tuganire nawe kabisa ku buryo bwimbitse. Yes ngawe hano rero amakuru yawe. Amakuru yanjye ni meza, narabuze tumaze iminsi tutabonana. Yes tubwira amazina yawe ukurikiye Vini Matachi no kugira ngo tujye tuganira. Ku mazina yanjye banyita Vincent Abumuremyi ariko ku gasima cyase mu kazi bakunda kunyita Karidero cyangwa se Vincent Karidero. Abantu benshi bakuze turagana mu giswahili cyangwa mu Kinyarwanda ubu numva gushimye ururimi nishimiye. Tugana na mwarimu kazemba kopeza tugana na teacher tugana na munya businessman ubu tugana na businessman cyangwa mufanye byashara none wowe uravuga muri rurimi tugane mu nakibazo. Ururimi numva abantu benshi badukurikiye kandi dukunda cyane ni Igiswahili. Yes wacha tuzungumuze sasa na Mr. Karidero. Mr. Karidero tunakujua saidi sana Mount Kenya. Lakini saa hii wenye tumekuta hapa tumekuta saidi za Nyamira. Yes tuko kwa ile kipindi yetu inaitwa Maua Yako Show cyangwa Indabo Zawe. Tugiye kwitangira rero mutazamaji niba uhageze ubwa mbere kama umefika mara kwanza jaribu ufanye subscribe kugira ngo at least vipindi zetu zile zinafika kwa wakati. Tuko pamoja hapa na Karidero tunaenda kuzungumza na yeye. Karidero kwa maisha yako au vile mfika hapa muri gutana watu wengi kwa maisha wengi lakini kwa maisha yako kuna mtu unaweza kuwa unashukuru sema huyu jamaa aliwahi nisaidia ama kuna mtu unashukuru zaidi ya wengine. Nataka umwambie sasa jina yake kabisa akusikie aseme Karidero Ewana unamshukuru kuliko wengine kabisa. Nataka umwambie sasa hiyo useme majina yake hapa tumpe maua yake. Mtu nashukuru kwa maisha yangu mwenye alinileta hapa Kenya ni jamaa anaitwa Peace. Tuize Jean Dorape. Peace. Kwa majina sahi majina yake anaitwa Papa Junior. Popote upo Karidero imagine nilikuwa nadhani unaenda kusema watu wa familia, watu kwa brother zako, lakini sasa Peace popote upo chukua maua yako. Umekuwa wa kwanza kwa watu. Karidero anashukuru kwa maisha yake. Karidero ngenda gushimira ku giti cyanjye mimi wacha nikwambie asante. Yes wa pili anaitwa Inyasi Papa Baruchi. Huyo ni mzee mwana. Papa Baruchi popote upo kabisa chukua maua yako. Mr. Karidero, Mr. Vincent, Mr. Papa nani? Papa Berich. Wewe papa. Mimi naitwa Papa Divine. Asene ubaye wa kabiri mu bantu burya ashimira kandi ikabisa baba baramugire neza kandi uburyo kurishimira umuntu akiriho ni byiza. Ashimira umuntu akiriho ni byiza. Hari umuntu utazi ko burya se mwamuzanye gutyo gusa ariko hanjye we nta nzi bura ko nka Papa Baruchi cyangwa Inyasi kumwana umushimira. Ndamushimira cyane kubera ko yatubereye ikiraro mu buzima butandukanye kugira ngo menyane na Papa Junior Peace mbikesha Inyasi. Bisa ewana mimi nimekaa kama miaka tatu hatujaonana, lakini bado kwa kwa simu, lakini nilivyoona kuona kabisa mtu akiwa sawa au unamuona niko na furaha
Mtu akiwa sawa unamuona kwa mwili kabisa. Nimefurahia kukuona. Sasa tulikuwa kwa kipindi yetu ya wale watu unashukuru kwa maisha. Wa kwanza ametuambia anashukuru Mr. Wa kwanza umetuambia nimesema Mr. Peace. Mr. Peace. Ama Papa Junior. Ama Papa Junior. Peace. Nimekuita mara ngapi? Peace. Huyu jamaa amesema hadharani. Amesema ama kwa Bin Touch Official. Umekuwa mtu wa kwanza anashukuru. Imagine kwa maisha yake. Hakuna familia, hakuna na ndugu, lakini amesema hakuna familia yani, lakini amesema wewe ni mtu wa mara kwanza anashukuru kwa maisha yake. Asante sana Karidero. Peace, chukua maua yako. Yes. Alafu number 2 tukakuja kwa Mr. Inyas Babaruch. Umekuwa number 2 kwa watu Vensa anashukuru kwa maisha yake. Yes, tumenena kipindi yetu. Vensa, sasa hii umecheza mchezo wa bahati, si ndio? Ama umebarikiwa tuseme kwa akaunti yako sasa hii kumeingia 1 million Kenya shillings sasa hii kwa akaunti yako. Tuambie nani wa kwanza unazaambia kwa maisha yako? Mwenye nazaambia kwa maisha kabisa, kwa simu yako ukachukua simu hivi ukasema kai niambie nani mtu unazaambia kama uko na hiyo pesa, nani kwa maisha yako? Mwenye nazaambia kwa maisha yangu ni bibi yangu by the way. Umetuambia mtu unapenda na unashukuru kwa maisha yako mara kwanza ni Peace. Lakini ikifika kwa pesa bibi yangu. Peace. Okay, sawa, ni sawa. But bibi amekuja amekuwa wa kwanza ikiingia kwa uchumi pesa. Bibi ndio wa kwanza, lakini kwa wale mandugu kabisa anajua wale wamsaidia. Peace imekuwa namba ya kwanza, lakini sasa hapa sitaona kama kuna kudanganyana juu ni mimi niko kwa upande yako, hata kama mimi siwezi ambia bibi lakini kwa upande kwa upande yangu singambia bibi, lakini ikiwa kuna mtu mnashukuru kwa maisha yangu mara kwanza naweza mwambia, kumaanisha wewe kuna vijana balance maisha yako, kuna marafiki, lakini kifika kwa uchumi bibi kwanza. Yes, tunasema jina yake hapa, tumshukuru sasa hivi bibi ama tumuite mama Divine. Nimekuta mara ngapi Mama Divine kwa saidi ya pesa? Amesema ikiwa amebahatika pesa kabisa akapata pesa, kumaanisha mtu unaweza mwambia ukipata pesa unaweza mwambia hata ukiwa na shida. Kumaanisha ukiwa na shida ni lazima Mama Divine ajue, anajua na ukipata kitu tena bahati ndio wa kwanza kuambia shika hapa ili asaidie watoto. Yes, tunazungumza hapa na Mr. Karidero. Mtazamaji, tulikuwa Bin Touch Official, tulikuwa tunazungumza hapa Karidero. Tumefurahia na tumepata, nikiwa na huyu niko pamoja na dadi. Yes, tuingie kwa maisha ya kawaida. Karidero, watu wengi wanakujua sehemu za Embu, na leo nimekuta Nyamira. Nimekuta Nyamira. So maisha unajua tunaenda huku hivi. Yes, uko kwa Nyamira kuhusu business, uko Nyamira kuhusu umetembea nataka uambie mtu saa hii mwenye anajua Mr. Vensa Karidero. Na nataka kuambia mtu mwenye ana Karidero. Karidero saa hii mwenye anakujua. Uko hapa saa kama matembezi, uko hapa kuhusu biashara. Yes. Saa hii niko hapa juu ya kazi. Wakati nilitoka Embu nilikuwa nafanya bado kazi, bado niko na bakery, lakini maisha inaendanga ikibadilika. Bakery yangu nilipea mtu mwingine ili nipate pesa na nipunguze stress. Ikabidi nitafute kazi mahali pengine juu hiyo pesa iko imetosha ili niongeze watoto wangu wasome, wapate chakula, wasome vizuri. Yes, na mimi nisikae idle. Yes. So Mr. Karidero ametuelezea. Sasa tumemkuta Nyamira. Akusaidia Nyamira. Ametuambia sasa unaona ni wale wafanya biashara sasa ati nafanya na nikifanyia. Sasa ni aje umeamua kuingiza pesa double Mr. Karidero.
bwana, unafanya na unafanyia So ni kumaanisha ukipata pesa mahali fulani lazima usikae idle, utafute mahali pengine ili uongeze hiyo pesa yenye unapata. Asante sana, asante sana Mr. Karidero. Sisi ni wasanii, sisi ni wanamuziki. Tumefika kwa pati yetu ya 3, lakini sasa hii umetuambia ukipata kuhusu pesa unazaambia Mama Divine. Sasa sasa hii umeenda kuona Mama Divine, umempigia simu alafu kamwambia, yeye akakupigia simu akwambia nikupikie nini? Tunataka mtu mwenye anaona Karidero sasa atuambie Karidero anapenda kula chakula gani? Chakula gani anapenda favorite kwa maisha yako? Unaweza penda upate umeandaliwa kwa meza. So kwa meza napenda nyama, napenda kamuchere na chips. Yes, wewe unapenda chakula kama yangu. Mama Divine. Mama Divine, nimekuita mara ngapi? Bila kupiga simu, hata kama hajapiga simu. Bwana, kidogo tu. Kidogo tu kati. Ngandira. Nachoza watu wewe unje kwiterura. Yes. Ubyihore naje. Reka tuze gutyo. Ekuzungu. Ubwo tubira ku gataratu. Sibyo? Yes. Mama Divine uri kubara. Mwikandemo. Yes, Mama Divine ametwambia kabisa ewana kanyama, mcheri na chips. Hiyo ndio chakula yako. Ukipata kwa meza kabisa unajua hiyo mtu amekupika vizuri. Kumaanisha kuna wenye umependesha saa hii. Ewana, mtu mwenye anapenda Mr. Vincent, Mr. Karidero na wale watu wamejaribu kupita, ni mtu hakuna. Nikisema Karidero, hii ni jina kubwa. Nasema sehemu kama mtu mwenye amejaribu kuishi Embu, mtu meishi Gadoge, mtu ewana watu wanaisha, hayo ni jina kubwa. Nikisema Karidero ni jina kubwa. Unajua Karidero kwa mwaka unaona ni watu wanapita mbele yako. Ni watu wengi sana. Watu wengi. Kama mimi kitu nijifunza kwako. Najua nijifunza kwako kupenda chama. Kama ni watu walifanya nipende chama ni wewe. Kumaanisha kuna watu kama mtu anapita mbele yako anajua kitu alikupendea. Yes, ndio maana nikisema Karidero nasema jina kubwa. Watoto wamepita mbele yako. Kuna watu wamesaini wafanyabiashara najua walipita mbele yako. Na imagine uko na mtu amefungua biashara. Kuna mfano mzuri ametoa kwako. Si ndio? Ewana, mtu mwenye akona biashara sahi ametoa mfano kwa huyo Mr. Karidero. Ewana, nataka kuambia mimi niko na yeye hapa sahi. Naweza penda tena ukutane na yeye, ukikaa na yeye ukimwambia asante, ukimwambia nilitoa mfano kwako. Kama mimi kupenda chama, kusema naweza kuwa kwa chama fulani. Haki ya Mungu nijifunza kwako. Hata kama nadanganya Mungu anione. Kumaanisha kuna mfano mzuri nimetoa kwako. Unaona? Yes. Tubia kuchelewesha, tumefika, tulikuwa tumeingia kwa pati yetu ya mwisho. Sisi ni wasanii, tunapenda music, tunapenda movie. Yes, Karidero, wakati uko kwa nyumba ukiwa unaochi TV, kuna msanii unaweza kuwa unapenda ama kusikiza wimbo zake? Msanii napenda nyimbo zake, anaitwa Benoit Touch. Mrwanda mwenzangu, hiyo ndio wa kwanza kwa sababu anaimba nyimbo za maisha. Yes, unaweza kuwa unajua mmoja utuambie. Kuna nyimbo moja inaitwa Fanya Kazi. Fanya Kazi. Yani ya kumaanisha usidharau mfanya kazi. Hiyo sasa ndio ilinipendeza ya kwanza. Yes, kabisa ametuambia ni msanii. Sasa tumeenda kwa movie. Unapenda kuwatch movie? Napenda movie. Kuna movie hapa tuko kwa dunia. Sisi tema nchi gani? Si ndio? Movie unaweza kuwa unapenda kuwatch ni gani? Movie kama film ama film ndio unasema film ndio. Mimi napenda movie za DJ Afro. DJ Afro. Yes, kuna watu wanapenda Karidero sahi anasema anapenda DJ Afro. Ama anapenda DJ Afro, enda hapo msearch kabisa movie zake, akupendeshe movie zake. Karidero, tukielekea mwisho, tunataka utuambie neno ya kubadilisha maisha. Sahi kuna kijana anakuona, sahi kuna kijana amaliza shule, sahi kuna kijana sahi ndiye anataka ameingia kwa hii maisha ya dunia. So nataka umpe ushauri mwenye anaweza survive, anaweza pata pesa kupita kwa njia gani? Nataka mwenye anatuona sahi, mtazamaji, kama unatuona sahi ama wewe unatutazama sahi, wacha usikie Karidero anatupea ushauri gani kuhusu neno la kubadilisha maisha.
Neno ya kubadilisha maisha ya kwanza ni kuongea ukweli. Ukiongea uongo umeisha. So kama unataka kubahatika, hiyo number 1. Hata tuambia moja tukubali. Mtazamaji ametuambia ukweli. Ukweli. Kitu yote unafanya jaribu kutumia ukweli. Usilikuwe muongo. Anzia kwa wazazi wako. Sasa hakuna wazazi wake, ajifunze kuongea ukweli. Number 2. Number 2 ni time management cyangwa se kubahiriza igihe. Jifunze aho akagombye kuburi kutumia wakati. Yes. Ewa kama ziko tuambie guys, sasa hapa naweza kuchokoza hadi jioni. Hapo da wewe utaambia sasa uko na vitu tamu sasa. Namba ya 4. Namba 3 ni kuheshimu customer. Kama uko na kwa biashara, mtu wa kwanza unafaa uheshimu ni customer. Good. Sasa mimi kama niwahi kudharau nisamee, kumaanisha sasa nikijua wewe kwa customer wangu. Sasa kama niwahi kudharau sasa hapo ni kama umenipiga kiboko lakini kiakili. Kimaisha. Kiakili. Kanidaro, tumekushukuru kabisa, sasa tukwambia asante. Sasa hii mtu amenyataona akiwa Mombasa, Kilifi, akiwa sehemu Uganda, Rwanda, Malawi, Zambia. Kabisa nilikuwa nazungumza hapa na Mr. Karidero. Hata niseme Karidero ndio jina inajulikana. Hata ndio jina kubwa. Mr. Karidero. Kabisa tumejua sana kwa sehemu za Embu. Sasa hata ako sehemu zingine lakini juu ya kwa njia ya kupanua biashara. Wacha nikwambie asante. Wacha nikwambie ubarikiwe. Wacha nikwambie kabisa na uzidi kufaulu. Kabisa, asante. Tunajua wewe ni teacher wetu. Sasa teacher haezi fail. Teacher haezi fail. Wewe ni mtu tunachukua mfano kabisa. Teacher always a teacher. Tafuta. Yes, wacha nikwambia asante. Mungu akubariki, azidi kushikilia. Nilikuwa kwa Benwa Touch Official. Nilikuwa nazungumza hapa na mgeni wetu ama